nyota iliyokuja kuongeza mwanga na kuacha kivuli chenye matokeo chanya mpaka sasa. Karibu kwenye makala maalum, dakika kadhaa zenye maelezo kuhusu ujio, utendaji na alama aliyoiacha Jaji Dr. Yose Joseph Mliambina kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, Division ya Kazi, muhimili muhimu katika eneo la kazi nchini. Miaka 3 iliyopita, mahakama hii ilikuwa chini yake. Akiwa jaji mfawidhi, Dr. Yose Mliambina aliteuliwa kuongoza kuanzia mwaka 2023. Uteuzi wake ulikuwa na tafsiri tofauti kwa wadau wa sekta ya sheria, mahakama na haki kazi nchini. Alipoingia ofisini rasmi, watendaji wenzake walikuwa na matumaini makubwa katika kufikia malengo na dhamira ya mahakama hii, chombo chenye jukumu kuu la utatuzi wa migogoro ya kazi. Baadhi ya watumishi walikuwa na haya ya kusema juu ya ujio wa kiongozi huyu. Dr. Yose Mliambina ni mtu mwenye ndoto kubwa sana, na bahati nzuri alionayo haishi kwenye kuota tu, ni achiever. Yaani anapenda kuona yale anayoyaamini au anayoyaota, maono yake yale akiyatekeleza. Na sifa kubwa ambayo mimi nimejifunza kutoka kwake ni ile hali ya ushirikishwaji kwa kila mmoja. Yaani ana uongozi shirikishi, ana namna yake ya pekee, sababu mimi nimepita mikononi mwa viongozi wengi, lakini ana namna yake ya pekee ya kumfanya mtu awe kiongozi kwa nafasi yake. Na zawadi ambayo sisi tunaweza kumwahidi au kumpa ni kuendeleza yale maono yake kwa sisi ambao bado tunasema. Ni baba kwanza, niseme ni baba ambaye ujio wake hapa Mahakama ya Kazi ulichochea matumizi ya teknolojia. Dr. Mliambina alihakikisha teknolojia kwenye hii case management inatumika kwa hali ya juu, na ikapelekea mashauri mengi kuamuliwa kwa wakati mfupi na haki kazi ikazingatiwa. Alafu pia Dr. Mliambina katika kuhakikisha pia matumizi ya teknolojia alihakikisha anasuluhisha watu. Kuna kesi maarufu ya Ukraine, wahusika kutoka Ukraine aliwasuluhisha, pamoja na kesi nyingi ambazo alisuluhisha zikaokoa muda, na hatimaye akapata medani ya usuluhishi ambayo iliongezea kasi ya mashauri hapa. Ujio wake Mahakama Kuu Division ya Kazi ulileta shauku kubwa sana. Mapokezi yake yalikuwa ni makubwa kwa sababu tulikuwa na matarajio mengi kutoka kwake. Alitupokea kwa uzuri na alitulea kwa umoja. Hakutaka kuona hata mmoja anaenda njia tofauti. Kwa kuteuliwa kwake kuwa jaji wa rufani imeleta furaha kwa Mahakama Kuu Division ya Kazi, kwa sababu tunaamini malezi aliyotupatia kwa Division Kuu Mahakama ya Kazi ataenda kuyafanya hivyo hivyo Mahakama ya Rufani. Jaji Dr. Yose Joseph Mliambina haikuchukua muda akaianza kazi yake, huku kichwani akifikiria haki sawa kwa wote na namna muhimili huu utakavyoigusa jamii. Vilipangwa vikao na maamuzi yakachukuliwa. Ni kama mtendaji alikuwa hakipendi kiti chake ofisini. Alitembelea maeneo yote yaliyo ndani ya mipaka ya Mahakama Kuu ya Tanzania, Division ya Kazi. Alihakikisha maagizo na utekelezaji wenye matokeo yaliyotarajiwa yanatokea kwa asilimia zote. Mbinu ambazo nazitumia katika kufanikisha malengo yangu, la kwanza ni kutambua changamoto tulizo nazo, lakini pili, kushirikisha wadau kuanzia wale wa ofisini kwangu, na baada ya hapo nashirikisha wadau wengine wanaohusiana na hilo eneo kwa kadri sheria inavyoniongoza. Lakini tatu, ninakuwa muwazi kwamba hapa tuna changamoto hii, lazima tuitafutie majawabu yaliyo sahihi. Lakini nne, kutambua karama mbalimbali za watumishi nilionao, ili sasa na wao niwape nafasi ya kuweza kuthibitisha uwezo walionao wenyewe. Ukiwa kiongozi sio kila kitu kijue. Kuna watu ambao pia wana mchango mkubwa, wana uelewa mkubwa. Unachopaswa ni kuwashirikisha na kuwatumia ili muweze kwenda pamoja na kuleta matokeo yaliyo chanya. Lakini nne ni
kuwa mfuatiliaji. Hakikisha kila mnachopanga wewe ndio unakuwa mstari wa mbele kufuatilia, kuhakikisha kinatekelezwa ndani ya wakati. Na 5, katika utekelezaji hakikisha kuna weledi ndani yake. Maana tumekabidhiwa hizi nafasi ili kuweza kuthibitisha mojawapo ya mambo ya msingi kufanya kazi kwa weledi. Lakini unapokuwa unatekeleza haya, lazima pia swala la uadilifu liwe ni kipaumbele. Hiyo nalo ni mojawapo ya mbinu ambazo nazitumia. Lakini 6, lazima tuwe na time frame. Unapokuwa kiongozi, hujui ni lini utatoka katika nafasi hiyo, na lazima uamini katika utekelezaji ambao unakuwa na matunda ndani ya wakati. Kwanza matunda ya muda mfupi na matunda ya muda mrefu. Lakini 6, kama kiongozi lazima uwe unajali watu. Tuko hapa tumepewa nafasi kubwa kwa ajili ya kuwahudumia watu, na watu wako aina tofauti tofauti. Kuna Watanzania wenzetu wana changamoto nyingi, kwa hiyo lazima wajali, ujue zile changamoto walizonazo uzichukue kuwa kama za kwako, na ukishazichukua kama za kwako lazima utazitafutia majawabu yaliyo sahihi. Tumefanya mafunzo na watu wenye ulemavu, waajiriwa wenzetu walioko mahakamani na taasisi zingine za serikali, ili kuhakikisha haki kazi katika kutekeleza majukumu yetu ya haki kazi kuna ushirikishwaji ambao unajali watu wa aina zote. Lakini pia niliunda kamati ya utatu, kwa sababu swala la utatu kwetu kama wasimamizi wa haki kazi ni swala la muhimu. Kwa hiyo ilibidi niunde kamati ya ndani ambayo inasimamia mambo ya utatu, na wenyewe wamefanya kazi nzuri. Sheria inatutaka tufanye mkutano walau mara moja kila mwaka kwa wadau wote wa haki kazi, na hili wameweza kulisimamia vizuri. Kamati nyingine ilikuwa ya tehama. Maisha ya sasa bila tehama hayarahisiki. Ulimwengu ulipofikia, lazima tutumie nyenzo mbalimbali ikiwa pamoja na tehama. Lakini pia tumeweza kuwa na law report kupitia hii kamati ya utatu ambayo iko chini ya Mheshimiwa Cassian Matembere, naibu msajili. Tumeweza kusimamia na kutengeneza law reports za hukumu za kazi kuanzia zile za mahakama ya rufani, lakini pia za mahakama kuu. Na hii tumeanza tangu 2023, 2024 na sasa naendelea na utaratibu kwa mwaka 2026. Kati ya mafanikio yanayohesabika kwenye mahakama hii ni pamoja na uboreshaji wa miundombinu na maslahi yaliyochangia kuleta matokeo chanya kiutendaji kama ifuatavyo. Zaidi ya mashauri 4600 yalisajiliwa, kusikilizwa na kuamuliwa katika mfumo. Alitilia mkazo teknolojia, kwani takriban mashauri 910 yalisikilizwa na kuamuliwa kwa masafa, yaani virtually. Alimaliza mashauri kwa njia ya usuluhishi, na kati ya kesi ngumu aliyoimaliza kwa njia hii ni pamoja na ile ya madai ya Ukraina na Urusi. Hili lilifanya uiongezee thamani mahakama hii, kwani ulipata tuzo binafsi na pia watumishi wengine nao wakajinyakulia tuzo. Haikuwa tuzo hii ya usuluhishi pekee, bali zipo tuzo nyingi ulizopata kutokana na utendaji wako. Tuzo ya kiongozi bora iliyotolewa na watumishi wa Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi, tuzo ya mratibu bora wa mafunzo kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, tuzo ya mratibu bora wa mafunzo kutoka wakala usalama na afya mahali pa kazi OSHA. Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi ina tuzo nyingi kutoka kwa wadau na maeneo mbalimbali, ikiwemo Mahakama Kuu, WCF na OSHA kama matokeo bora ya utendaji wa mahakama uliofanikishwa na Jaji Mliambina. Ushirikishwaji wa wadau wa haki kazi chini ya uongozi wako, Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi imefanya kazi kwa karibu na wadau kama ILO, WCF, OSHA na wadau wa kamati ya utatu. Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi imesaini Memorandum of Understanding na OSHA kwa ajili ya mafunzo ya watumishi nchi nzima. Mahakama imefanikiwa kuwa na application inayotambulika kwa jina la Labor Law App. Kwa kutumia application hii, imekuwa rahisi wananchi kupata huduma na pia kuboreshwa kwa upatikanaji wa haki kazi. Uandaji wa juzuu za Mahakama Kuu
Chini ya uongozi wako, kwa kutumia watumishi na kamati ulizozianzisha, divisheni imeandaa juzuu za mashauri ya kazi ya Mahakama Kuu. Kwa kushirikiana na ILO, juzuu hizi zimechapishwa na kusambazwa kwenye mahakama kuu zote. Jaji Mliambina amehakikisha pia utendaji wa ECMA unazidi kuimarika kwenye eneo la maamuzi bora ili kupunguza rufaa zisizo za lazima. Usimamizi bora wa uandaji wa kanuni wa wawakilishi binafsi wanaowakilisha wadaiwa mahakamani ulifanikiwa kuhamasisha wadau wa ndani na wa nje ya nchi kuandika vitabu vya sheria za haki kazi, ambapo wadau wengine walitoa vitabu vingi kwa maktaba ya Mahakama Kuu, divisheni ya kazi. Mahakama imeshiriki katika International Labour Conference and Governing Body Meeting, ambapo Tanzania imeteuliwa mwakilishi wa Afrika Mashariki kwenye Governing Body kwa mwaka 2025 hadi mwaka 2027. Katika kuhakikisha utendaji unakuwa bora na wenye tija, jaji aliruhusu mafunzo kwenye maeneo mbalimbali. Mafunzo kwa watumishi na wadau mbalimbali zaidi ya 1000 kama TLS, AG, DPP, wawakilishi binafsi, vyama vya wafanyakazi na kadhalika. Watumishi walifika Bagamoyo, Songea, Kigoma, Mwanza, Zanzibar na Arusha na maeneo mengine. Ukarabati unaoendelea wa jengo la Mahakama Kuu, divisheni ya kazi. Jaji Jose Mliambina nje ya taasisi alionekana ni kiongozi, lakini ndani ya taasisi watumishi wenzake walimwona kuwa ni zaidi ya kiongozi. Mbali na kuwa kiongozi na jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu divisheni ya kazi, alikuwa kama baba. Alishiriki masuala ya kijamii kama kutembelea watoto yatima, kutembelea hospitali ya wagonjwa wa kansa, kufanya sherehe na watumishi wake, kwenda mbugani. Kwa hiyo, lakini pia walikuwa ukiwasilisha shida zako, walisimama kama baba, sio kiongozi. Kama Mahakama Kuu divisheni ya kazi, familia yake tunajivunia kwa sababu tulipata baba na tulipata kiongozi kwa wakati mmoja. Tulikuwa tunalinda Mahakama Kuu ya divisheni Tanzania nzima ya kazi. Kwa kweli yule Mheshimiwa Mliambina alikuwa ni mtu mmoja poa sana. Hakupiti kimya kimya bila kukupa salamu. Yani ametolewa, lakini sisi mioyo yetu bado tunaona kama bado yupo, kwa sababu alitutendea wema. Namtakia kila la kheri anakoenda. Mheshimiwa alikuwa ni mtu mwenye upendo kwa kila mfanyakazi, hasa sio wafanyakazi wa ndani ambao ni mastafu, hata sisi wenyewe pia wafanya usafi. Pia miongoni mwa watu aliokuwa anatupenda, na halikuwa hana ubaguzi, na anapokuwa na jambo lolote huwa anatushirikisha, sote tunakuwa kama familia. Hachagui nani, habagui huyu fulani, huyu ana kitengo gani na huyu ana kitengo gani, sote tunakuwa kama ni wanaye. Tunakumbuka maneno na misemo ya kazi na dawa. Ni wewe Jaji Mliambina uliyehakikisha watumishi wote wanakwenda kuuona uzuri wa Tanzania na vivutio vyake. Mikumi na mbuga nyingine kama Tarangire na Serengeti, watumishi hawasahau. Waswahili wanasema ahadi ni deni. Hapa watumishi wa Mahakama Kuu divisheni ya kazi wanakumbusha tu ile ahadi ya kwenda bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini kwa makubwa uliyoyafanya, hata ahadi isipotimia, watumishi wako wa zamani wanasema, jaji, huna deni. Je, ni lipi neno la mwisho la Jaji Mliambina kwa watumishi wa Mahakama Kuu divisheni ya kazi? Kwanza, wafanyakazi wenzangu kutoka Mahakama Kuu divisheni ya kazi, ninawapenda sana, na nimewapenda kutokana na moyo wao wa kujituma katika kazi za kila siku. Hawajaniangusha hata siku moja. Tulipanga pamoja, tukasimamia pamoja, tukatekeleza pamoja kwa ushirikiano wa hali ya juu. Neno langu la kwanza, waendelee kushikamana. Umoja nao waacha nao umethibitisha kwamba tunaweza tukatoa matunda makubwa zaidi. Lakini pili, waendelee kuheshimiana. Tuliheshimiana vizuri sana nilipokuwa kiongozi wao. Walinichukulia kama baba na mimi niwachukulia kama watoto wangu. Kulikuwepo na dada zangu na kaka zangu. Ile heshima ambayo tulikuwa tunakuwa nayo ndio ilisababisha mafanikio ambayo wengi wameweza kuyasema. Lakini tatu, ninawasihi sana waendelee kuchapa kazi. Waendelee kutimiza wajibu wao wa kusimamia haki kazi, kuhakikisha kila mdau
anatendewa inavyotakiwa ndani ya muda kama walivyothibitisha wakati nikiwa pamoja nao. 4, ninawasihi sana watumishi wenzangu kutoka Mahakama Kuu Division ya Kazi waendelee kuthibitisha kwamba kwao hamna linaloshindikana. Wao ni wasikivu, waendelee kuwa wasikivu kutoka kwa viongozi wao, waendelee kuhakikisha haki kazi inaendelea kukua, waendelee kuhakikisha mambo yote ya msingi ambayo tumeyajenga pamoja yanaendelezwa pamoja na kubuni mambo mengine mapya. Ninawasihi watumishi wenzangu kutoka Mahakama Kuu Division ya Kazi waendelee kushirikiana na wadau wetu wa haki kazi, ule utatu, chama cha waajiri, shirikisho la wafanyakazi pamoja na serikali, kuhakikisha haki za msingi za wafanyakazi nchini zinaendelea kulindwa kwa mujibu wa sheria za hapa nchini, lakini pia na mikataba ya kimataifa. Asante Jaji Jose Mliambina kwa utumishi uliotukuka na alama ulioiacha kwenye Mahakama Kuu Division ya Kazi. Kila laheri kwenye majukumu yako mapya.